Ndugu zangu, nimekuja baada ya kilio cha wananchi wa Kisiwani katika kata hii ya Buguruni ambao wanalalamikia kuzibwa kwa mfereji ambao ulikuwa unabeba maji kutoka maeneo mbalimbali kuyapeleka katika mto Msimbazi. Sasa makampuni mawili, kampuni ya Taishan na kampuni ya CRJE, kwa kila mmoja kwa nafasi yake ameziba nini? Ameziba mfereji. Ulianza kuzibwa huku, ukaletwa hapo, akaja huyu naye akafanyaje? Akaziba, lakini na huyu pia ameziba, na kule nyuma kabisa anaendelea na ujenzi, maana yake amefanyaje? Ameziba. Maana yake huu mfereji umezibwa kabisa. Lakini jambo la pili ambalo mimi nimeliona, kuna wenzetu pia pale kwenye msikiti na wao wamejenga juu ya nini? Juu ya mfereji, ambayo nayo ni kosa, kwa sababu huwezi ukasema unamiliki mfereji huko chini, chochote kinaweza kikatokea. Alafu kwa mazingira ya yale maji yakiingia msikitini, na mfano akikuta watu wanaswali, tayari sio sawa. Manake mfano ikiwakuta watu mchana wako kwenye ibada, inawaribia udhu wao, kwa maana hata kile kitendo kilichofanyika pale sio sawa. Lakini jambo la nne nililoliona, kipindi hiki ni kipindi cha kiangazi, lakini mfereji huu bado unajaa maji. Ziko baadhi ya kaya ambazo zinatiririsha maji ya chooni au maji wanaoogea pamoja na maji ya chooni kwenye huu mfereji, kwa sababu kwa hali ya kawaida na kipindi hiki cha kiangazi, kwa sababu mfereji ni wa mvua, ilitakiwa umefanyaje? Huo umekauka. Hivyo kwa kuendelea kubaki na maji kama haya ambayo yanatoka kwenye vyoo, ni kuhakikisha kwamba eneo hili tunakaribisha magonjwa. Ndio maana nimeweza kuzunguka kote kuwaonyesha kila mtu alipofanyaje, alipoziba. Na CRJE nimemuonyesha pia kule katika mchoro, yuko anajenga kule, anajenga bandari nini? Kavu. Katika mfumo wake wa ujenzi wa bandari kavu hana huo mfereji, maanake pia amefanyaje? Kauziba. Sasa la maji kwenye mfereji, ni wasihi mwenyekiti wangu wa chama upo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa na viongozi, tuwaambie wananchi, umekuja mfumo, na bahati nzuri wetu tulikuwa kwenye semina jana kwamba serikali kupitia DAWASA umekuja na utaratibu wa kuboresha vyoo vyetu na kuingiza kwenye mfumo, na huku kwako si upo, kwamba wananchi nendeni sasa shirikianeni na DAWASA kuboresha mifumo yenu ya vyoo vyenu, ambapo ndipo itakuonyesheni wapi unapeleka maji yako ya taka au maji machafu. Twendeni tukafuate huo mfumo. Na bahati nzuri mfumo ule Mheshimiwa Rais Daktari Samia ametoa fedha kwa kiwango kikubwa. Ninyi mnakwenda tu kujenga nini? Mzunguko, kama choo kitako, kile choo unapewa. Wewe kazi yako ni kujenga nini? Ule mzunguko na kufunika kwa bati. Lakini pia ule mfumo wa kusafirisha maji taka tayari DAWASA wanaofanyia kazi. Hivyo ni bahati ambayo Mheshimiwa Rais ameileta kwetu. Twendeni tukatumie. Tuache kutiririsha maji wapi? Kwenye mfereji huu. Swala la mfereji nimeona imezibwa na linatakiwa lifanyiwe haraka sana. Kwa nini haraka sana? Mamlaka ya hali ya hewa zimeshatangaza mwaka huu kutakuwa kuna nini? El Nino, ni mvua zilizozidi. Sasa tusipotengeneza mfereji, tusipotengeneza mazingira yetu mazuri, mtaathirika nyinyi, ataathirika huyu na ataathirika. Maana yake uwepo wa mfereji huu ni maslahi kwetu sote, ni wananchi, lakini pia ni makampuni yetu ambao ni wawekezaji. Sasa kwenye eneo hilo nimepata nafasi, nimekagua, na bahati nzuri tumekagua wote. Kuna maeneo mawili nimeona. Eneo la kwanza watakuja wataalamu. Eneo la kwanza ni hili, njia ya zamani. Eneo la pili ambalo halina athari, kinachohitaji ushirikiano, ni kuyatoa haya maji huku, kuyahamishia huku kwa kuweka mifereji mikubwa mizuri, kwenda kwenye ule mfereji mkubwa pale, kuoanisha, kutengeneza mpaka tufike wapi? Msimbazi. Tutakuwa tumewasaidia watu wa huku kwa kupitia mfereji huu, lakini pia tutakuwa tumewasaidia watu wa wapi? Wa kule. Hivyo Jumatatu nitaomba wataalamu wa Keshan, wataalamu wa CRJE, sawa, na utanikumbusha wataalamu wa halmashauri na TARURA watakuja hapa, mainjinia watusaidie. Mimi sio injinia, watakuja wao mainjinia
watakuja na vifaa vyao, waone namna bora ya kusafirisha maji kutoka ukanda huu kwenda kuchukua yule wa pale, kushusha kule chini, bila kuathiri huyu, bila kumuathiri huyu, bila kuathiri wakazi. Tutumie barabara ya umma, tuhakikishe tunapeleka maji wapi? Msimbazi. Lakini wakati huo huo, ndugu zangu wa TARURA waje wakuone namna ya kuboresha hii barabara. Hii barabara hii hapa, lakini na ile barabara ya kwenda kuunga wapi? Mandela. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.